Kasarali Emmanuel Jiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi kwa jioni hii ya leo kuweza kuchangia hotuba ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu. Binafsi nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima na afya njema kuweza kuhudhuria katika bunge lako tukufu. Lakini pia nipende kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo ameendelea kuifanya katika kipindi chake cha uongozi. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amepata uongozi katika kipindi ambacho taifa letu tulikuwa na Mheshimiwa Rais Daktari Dr. John Pombe Magufuli, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda. Baada ya kumpenda tukaweza kutupa tunu nyingine ambayo tukampata Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini niseme tu Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa hili ni taifa la Mungu, kwa maana katika kipindi kigumu ambacho tumekipitia kama taifa tumeweza kuvuka salama, na rais wetu kwa hekima kubwa Mwenyezi Mungu alizomjalia ameweza kutekeleza yale yote ambayo yalikuwa ndani ya mpango wa maendeleo ya taifa katika kipindi cha miaka mitano 2020-2025. Kwa kweli tunampongeza na kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema aweze kuhudumu tena kwa kipindi kingine cha miaka mitano 25-30. Lakini pia nipenda kutumia fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kwa kipindi chote ambacho ameweza kuhudumu. Sasa anaenda kukamilisha miaka 10 katika nafasi ya waziri mkuu. Nampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Utendaji aliokuwa akiufanya kipindi akiwa waziri mkuu kipindi cha Mheshimiwa Daktari Dr. John Pombe Magufuli ameendelea kuwa hivyo hivyo ama zaidi katika kipindi cha Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hongera sana. Kazi yako ni njema, tumeiona. Umekuwa msaada mkubwa kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan sehemu zote katika taifa hili. Lakini pia umekuwa mstari wa mbele katika kuisimamia serikali na mawaziri wote ndani ya serikali ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuwa ukifanya ziara maeneo mbalimbali. Hata hivi karibuni ulikuja jimboni kwetu Manonga na ndani ya wilaya yetu ya Igunga, na umeingia kipindi ambacho tulikuwa kipindi kirefu hakuna mvua, zilikuwa zimesimama. Lakini siku umeingia wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, mvua ilinyesha kubwa sana ndani ya wilaya yetu ya Igunga. Mwenyezi Mungu na wewe pia ni shahidi kwamba ilikuwa ni neema na wananchi walifurika kukusubiria Mheshimiwa Waziri Mkuu. Pamoja na mvua kubwa, wananchi wa Simbo walijaa, walivumilia, walinyeshewa na mvua. Ama hakika Mwenyezi Mungu amekubariki. Na tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu, Mheshimiwa Rais ikampendeza akapata tena awamu ya kwake 25-30. Tunakuombea ikimpendeza Mheshimiwa Rais akurudishe kwenye nafasi hiyo ya waziri mkuu, kwani unatosha na unaweza kufanya hii kazi vizuri. Kwani umekuwa ni kiongozi unaoleta matumaini kwa Watanzania. Mungu aendelee kukubariki na aendelee kukupa afya njema Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kingine ambacho naweza nikasema katika huu mpango ambao umewasilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli kuna mambo makubwa ambayo watu huwa wanadhani kwamba rais anapokuwa madarakani, kwa mfano akimaliza bajeti tunapomaliza bajeti mwezi wa 6, watu wanadhani fedha huwa zinabaki kwenye akaunti za mabenki kwamba zipo tu. Hawajui kwamba fedha tunazikusanya, fedha tunazitafuta. Na mfano ni katika kipindi hili la bunge la bajeti tunapanga mipango ya maendeleo ya miaka mingine mitano au kwa kutekeleza kwa bajeti ya mwaka mmoja. Lakini katika utafutaji wa fedha huwa tunazitafuta kutokana na makusanyo. Kwa mfano tulikuwa na bajeti ya trilioni 50 ambayo tumeenda kukamilisha mwezi huu wa 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapokuwa na bajeti hii tuna fedha ambazo zingine tunazikusanya kutokana na mapato yetu ya ndani. Tumejiwekea kukusanya trilioni 30, 29 point something. Lakini tunakuwa na deficit ya bajeti nyingine ambayo fedha hizi zingine tunakopa kutoka katika mataifa mbalimbali, kutoka kwenye mashirika makubwa ya kifedha, lakini pia ni fedha zingine zinatoka kwa wahisani. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hatuna fedha ambazo zinakuwepo tu. Tukimaliza manake kuna fedha tunazitafuta kupitia kukusanya kodi. Kuna watu wanasema tunadaiwa trilioni 97. Ni kweli tunadaiwa trilioni 97. Lakini trilioni 97 tumedaiwa kuanzia lini? Ni fedha ambazo ni muendelezo kuanzia awamu ya kwanza ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ni madeni ya awamu ya pili ya Mwalimu Ali Hassan Mwinyi, madeni ya muendelezo ya
Mheshimiwa Mkapa, madeni ya mwendelezo ya Daktari Jakaya Mrisho Kikwete ni madeni ya mwendelezo ya Dr. John Pombe Magufuli, na hivyo hivyo ni madeni mwendelezo katika serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni madeni ambayo tumeanzia chini mpaka leo kufikia deni la trilioni 97. Lakini hili deni ukilinganisha na mataifa mengine, kwa mfano katika taifa la Kenya jirani zetu, ambao wao uchumi wao ni mkubwa, lakini tunakwenda tunawakimbiza, tunawafuata, wao wana deni la karibu trilioni 200, zaidi ya trilioni 200. Sisi tuna trilioni 97. Wenzetu wana deni zaidi ya trilioni 200. Bado kumbe sisi ni taifa himilivu na tuna uwezo wa kukopa, na serikali kopeni tutekeleze miradi ya maendeleo. Fedha hizi tunazozikopa hatuzikopi kwa ajili ya kuja kulipana mishahara. Fedha hizi tunazozikopa zinaenda kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Tumeona wakati tunaanza ujenzi wa reli ya SGR, Dr. Magufuli alitafuta fedha, ni fedha hizo za mikopo. Tumeanza kujenga kutoka Dar es Salaam tukaja mpaka Morogoro, na zikajengwa zingine kutoka Morogoro kuja Dodoma. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anaingia hakukuwa na fedha za kujenga treni kumwanza kumalizia, lakini pia kuanzisha loti zingine, kwa maana ya kutoka Mwanza, Isaka, Tabora Makutopora, lakini pia Tabora kwenda Kigoma. Fedha hazikuwepo. Nampongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutafuta fedha kwa ajili ya kuwekeza, na leo tumeona treni ya umeme kutoka Mwanza kuja Isaka tumeshapata 62%, zaidi ya ujenzi umeshakafikia hatua ya 62%. Pongezi nyingi sana, kazi ni nzuri, tunaendelea kuiunga mkono, na tunasema sisi kwa sababu tunaruhusiwa kuendelea kukopa, tukope tukamilisha hii miradi, na fedha tunazozikusanya tunaenda tunalipa madeni kidogo kidogo mpaka hata miaka 20, miaka 30. Taifa letu ni himilivu na linaweza kulipa haya madeni. Mtu ambaye hawezi kulipa madeni hawezi kukopesheka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaunga kazi zote nzuri. Tumeona mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere, Julius Kambarage Nyerere kule, la megawati 2115 limekamilika. Hongera sana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri imefanyika. Taifa hili lilikuwa na uhaba wa umeme. Tuna upungufu, tulikuwa tunazalisha umeme wa megawati 1700, lakini katika 1700 tulikuwa na deficit, bado kuna upotevu. Tulikuwa tunaweza kupeleka kwenye mfumo wa grid ya umeme 1400. Leo tunazungumza tuna grid ya umeme, tunazalisha grid ya umeme megawati zaidi ya 4000. Kwa kweli ni hatua kubwa, tunaipongeza sana serikali, na tunajua kwamba hizi kazi zote ni kuhakikisha kwamba tunamkwamua Mtanzania, kumuondoa katika kiza, kumpeleka katika maendeleo. Tumeona katika maeneo yetu leo nchi nzima hakuna kijiji ambacho hakina umeme. Hii kazi ni nzuri, hongereni sana. Wanasema kwa nini mnapongeza nyinyi wabunge wa CCM? Sasa kama kazi inafanyika, kwa nini tusipongeze? Mtu anapofanya kazi vizuri ni lazima apongezwe. Leo tuna vitongoji 1066 nchi nzima. Vitongoji vilivyopelekewa umeme ni vitongoji 1033. Tumebakiza vitongoji 1031. Hii ndio kazi ambayo sisi wabunge wa CCM tunaishauri serikali itafute fedha ili iwekeze, ili wananchi wetu waweze kupata umeme maeneo yote. Ni katika eneo ambalo pia serikali kopeni fedha zije zipeleke umeme katika vitongoji vyote, ili nchi nzima iweze kuenea umeme. Na huko tunaona mabadiliko makubwa sana kwenye vijiji vyetu. Vijiji ambavyo vilikuwa havina umeme vikipata umeme, tunaanza kuona maendeleo pale. Kwenye eneo la kijiji watu wakilala saa 2 leo wanalala mpaka saa 7. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kumpa taarifa mzungumzaji pamoja na mchango mzuri. Pale kwenye jimbo la Kibiti kuna vitongoji na kuna vijiji viko visiwani kabisa. Tangu uhuru walikuwa wategemei na hatukutegemea kupata umeme. Leo ninavyozungumza bilioni 3.8 imekwenda na umeme kule huko puka. Mheshimiwa Gulamali, unaipokea taarifa hiyo? Naipokea taarifa Mheshimiwa. Nimenikumbusha hata jimboni kwangu nilipewa na serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan bilioni 15 kupeleka umeme vijiji vyangu vyote jimbo zima, na sasa umeme unawaka. Kwa nini nisipongeze? Mimi kama mbunge wa Chama cha Mapinduzi ninapongeza na nakuatia moyo kwamba chapeni kazi. Watanzania wamewaelewa, watu wa Manonga wamewaelewa. Hata jimboni kwangu tunasema Mwasamia 5, na hata mimi mwenye Gulamali ni mingapi? 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kukuambia ndani ya jimbo letu tulikuwa na shida kubwa sana ya maji. Serikali hii imetupa fedha za kupeleka maji kwenye vijiji vyetu. Kati ya kata 19
kata 16 tunakwenda kutumia maji ya Ziwa Victoria. Kwani isipongeze kazi hii nzuri ya Chama cha Mapinduzi? Na nawaambia Watanzania na wanamanonga wanajua kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi mwaka huu 2025, watapata kura za kujaa nyingi. Hata haya maneno wanasema kwamba no reform no swing, hakuna kitu kama hicho ndani ya jimbo letu la Manonga, hakuna kitu kama hicho ndani ya wilaya yetu ya Igunga. Mwaka huu uchaguzi utafanyika na utakuwa wa amani na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu na watu wako kwenye ofisi yako wote na mawaziri wanaokusaidia kwenye ofisi yako, tunawatia moyo, chapeni kazi. Tembeni kifua mbele. Jiaminini Watanzania wanawaunga mkono, msisikilize hizi kelele. Wanasema kelele za chura hazimzuii ng'ombe kunywa maji. Kwa hiyo nyinyi chapeni kazi. Sisi tupo, jeshi lenu lipo na wananchi wanawaamini kwamba kazi inaonekana. Asante sana Mheshimiwa Gulama, muda wako umeisha. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nayo mengi lakini kwa sababu muda sio rafiki, ninaipongeza na kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Nimuite sasa Mheshimiwa Ali Hassan.